Ndugu Waislamu, Alqama كان شاب مجتهدا في طاعة الله كثير الصلاة والصيام والصدقة ولكنه كان يؤثر زوجته على أمه. Ndugu Islam, kijana mmoja ambaye aliyekuwa akiitwa Alqama. Alqama alikuwa ni kijana mzuri kabisa. Alikuwa ni kijana aliyejipamba katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala vizuri kabisa. Alikuwa ni mwenye kuswali swala zake vizuri kabisa. Alqama alikuwa ni kijana ambaye mwenye kufunga zake somo zake vizuri, lakini ni mwenye kutoa sadaka zake na zaka zake vilivyo kabisa. Lakini kijana huyo Alqama alikuwa ana upendeleo mkubwa zaidi kwa mke wake. Alikuwa anamsikiliza zaidi mke wake kuliko mama yake mzazi ambaye aliyemzaa. Kana yuqassiru fi huquqiha. Alqama alikuwa ni moja katika masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alqama alikuwa ni mwenye kufanya kwa uchache au kupunguza au kuondosha kabisa haki ya mama yake mzazi na mwenye kumsikiliza zaidi mke wake. Wayatakallama ma'aha bima yughdhibuha. Alqama alikuwa ni mwenye kuzungumza pamoja na mama yake huku akiwa si mwenye kuzungumza naye na wakaachana salama, mazungumzo ambayo ni yenye kwenda kumkathirisha na kumkasirisha mama yake mzazi. Fasakhitat alayhi ummuhu sakhtan sharida. Alqama mama yake kumchukia kuliko kuwa kukubwa kabisa. Ndugu Waislamu, Alqama alikuwa ni sahaba mzuri. Alikuwa ni sahaba aliyejikita katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, msomi mzuri kabisa wa Qur'ani tukufu. Lakini angalia, falamma maridha Alqama mardan shadida. Alqama Allah alikuja kumpa mtihani uliokuwa mzito kabisa, mtihani wa maradhi. Lakini maradhi hayo wa ashrafa ala almaut, yakampelekea yeye sasa kuweza kuondoka duniani. Yani yakampelekea maradhi hayo kumpelekea kifo. Kama ilivyokuwa ada na kawaida, Muislamu ambaye anayepatwa na kufikwa na sakaratul maut, aliyekuwa karibu yake inatakiwa aweze kumlakinia kalima tukufu ya la ilaha illa Allah. Masahaba wakawa wanamlakinia kalima tukufu ya la ilaha illa Allah, kama ambavyo maajabu ya Qur'ani tukufu na kama ambavyo Qur'ani ilivyotueleza uzito. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema yoyote yule ambaye mwisho wa mazungumzo wa kifo chake, mwisho wa uhai wake ni kalima tukufu, ni mwenye kutamka shahada, huyo ataingia janna moja kwa moja. Lakini Alqama pamoja na matendo yote mema aliyoyafanya, inamuia vigumu kutamka shahada. Ni kipi kilichotokea? Alipata kuitwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ili aweze kuja kulisimamia hili. Sahaba wake anaondoka duniani, lakini anakuwa mzito katika kuitamka kalima tukufu ya la ilaha illa Allah. Ni kipi kilichotokea baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kuja na kuhudhuria katika kadhia hii kubwa kabisa? Haya na yale insha Allah, Allah akituwafikisha katika Ijumaa ijayo tutakuja kujua haya na mengine. Tunamwomba Allah aweze kutuwafikisha, atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.